الحمد لله على ما أولانا بالنعم، والحمد لله على ما صرف عنا من نقم، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الأحباب، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون. اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين. أيها الناس، يقول الله لمولى تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وأن الله مستخلفكم فيه فينظر ماذا تعملون، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. Ndugu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kustaka rehema zake zimfikie kiongozi wetu mtukufu wa cheo na mtukufu wa daraja, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nitumie nafasi hii niliyoipata bila ya kusahau kuhusieni ndugu zangu tuliohudhuria katika wakati huu katika jambo tukufu la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo bila ya shaka ndiyo litakalokuwa sababu ya kutufikisha sisi katika nafasi zilizo njema na kututengenezea maridhiano yaliyo mazuri na mahusiano mazuri baina yetu na Mola wetu Al-Haq Tabaraka wa Taala. Tumuombe Mwenyezi Mungu ajaze ucha Mungu wa kweli ndani ya nafsi zetu. Waislamu watukufu, baada ya kuyatanguliza hayo, nipende kuwafahamisha mimi nilisimama hapa ni pacha wa imamu wetu hapa au naibu al-imam al-akhi Sheikh Hussein, na mimi ndiyo mara ya kwanza kusimama katika mimbari hii, mimbari ambayo imekanyagwa na wanawachuoni wa ndani ya Tanzania
na ndani ya mji wa Dar es Salaam, lakini leo nimeisimama mimi kwa mapenzi makubwa ya ndugu zangu walioniita kuja hapa, lakini kwa mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila ya kutowilisha muda, nisimame katika lile ambalo limenifanya niweze kusimama hapa. Leo ni siku ya Aljumaa. Tarehe zetu zinazotuongoza katika maisha yetu ya kila siku, kalenda ya upande wa kushoto inatofahamisha kwamba leo ni tarehe 14 ya mwezi wa Agosti au mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tukirudi katika kalenda tukufu ya Hijiria, leo kalenda imetuonyesha kwamba ni tarehe 1 au mwezi mosi katika mwezi ambao una munasaba na mazazi ya kiongozi wetu, mtume wa mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo basi, baada ya hayo niwafahamishe kwamba anwani ya nasaha zetu za leo, nisiende mbali, nisimame katika jambo kubwa la kupeana tahadhari na kupeana umuhimu wa kujitahadhari na fitna za ulimwengu. Kama nilivyotanguliza aya hapa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayopatikana katika sura ya 8 aya ya 28 suratul Anfal. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa'lamu, na tambueni ni waja, tambueni ni watu, annama amwalukum, si vingine ni hivyo tu, mali zenu na watoto wenu ni mtihani, ni fitna hapa duniani, na kwamba mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiko kulikokuwa na ujira au malipo yaliyokuwa matukufu, malipo makubwa mno. Na pia nimeitanguliza hadithi ya mtume wetu Muhammad, hadithi iliyopita katika usahihi wa Imamu Muslim na Imamu al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitufungua masikio na kutuelekeza, kutuambia hakika si vingine au hakika ad-dunya hulwatun khadra, dunia hii ni kitu kilichokuwa na ladha, ni kitu kilichokuwa kitamu, tena al-khadra, chenye mvuto wa kupendeza na kumvuta mwanadamu. Maneno haya ya mtume walivyoyafasiri kwamba dunia ilivyomithilishwa au kufananizwa kwa ladha yake ni kama mfano wa tunda pengine iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi linalomvutia yule mwenye kulitazama. Lakini kama nilivyo kusudia kuizungumzia tahadhari ya kuwa sisi umma wa Kiislamu tuwe makini na tuchukue tahadhari ya maksudi kuangalia fitna ya ulimwengu ili tujiepushe nayo, lakini nimetanguliza aya hii ambayo inazungumzia fitna za mali, fitna za watoto. Kwa nini? Na haikuja moja kwa moja kuhitaja dunia. Watukufu katika imani, hapa duniani ukiangalia vitu ambavyo ni vyanzo vinavyompelekea mwanadamu kuingia katika fitna moja kwa moja, miongoni mwavyo ni mali. Mali zinachumwa hapa duniani, watoto wanapatikana hapa duniani. Sasa katika dunia hii usipokuwa makini, baada ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amekuruzuku na amekutunuku kukupa mali, wewe ukaangalia zile mali tu, ukawa hukutizama kulia na kushoto kwamba mimi nimezaliwa, nimeletwa hapa duniani, lakini sikuwa ni mwenye mali, bila kuwa makini kwa kuyaangalia haya kwa jicho la kuzingatia, basi wewe unaweza ukajiona ni mwamba, na unaweza ukawa na tabia za ajabu, ukawa hutizami kipi ambacho kimekufanya wewe uwe mbora. Nani aliyekufadhilisha kwa kukupa neema ya mali na watoto? Dunia hii ndugu zanguni, miongoni mwa mambo ambayo ni mitihani kwetu sisi na ni fitna, yanatusababishia fitna, na madaraka na vyeo, hivi ni vitu ambavyo vinatupa mtihani mkubwa. Na mtu anaweza akaishi hapa duniani katika macho ya kijamii, jamii ikamtazama na ikamtafsiri kwamba huyu ni mtu wa dini, ni mtu mtukufu, ni mtu mwema, lakini kwa fitna ya ulimwenguni, kwa anavyojua Mwenyezi Mungu na wewe ulivyojiweka na nafsi yako, basi ukaishi hapa duniani ukawa huna Mungu, huna mtume, huna yeyote, na ukaenda vibaya katika maisha ya mbele ambayo ni maisha ya akhira. Kwenye hili tumuombe sana Mwenyezi Mungu atuwafikishe, tupambane na nafsi zetu, lakini tumuangalie yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu katika imani, dunia hii, yule mwenye dunia yake aliyeiumba dunia hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, innamal hayatu dunya, hakika si vingine maisha haya ya ulimwengu ndugu zangu, lahawun au la'ibun wa lahwun, ni mchezo na ni pumbazo. Sasa mwenyewe aliyeumba hii dunia anatupa sura na sifa ya namna hii. Sisi ambao tupo katika dunia hii tunaona kwamba tumefika, tunajiona kwamba sisi ni mahodari katika mihangaiko na heka heka za kiulimwengu. Ni hatari mno. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi fupi anatuambia, ad-dunya daru man la dara lah, dunia hii ni nyumba, lakini kwa yule ambaye hana nyumba iliyo njema, kwa yule atakayeona kwamba hapa duniani kafika akafanya analojisikia, basi dunia hii si chochote. Wala yajma'u man la aqla lahu, na kwa dunia hii anakusanya, anajilimbikizia anachokitaka yeye chochote katika mali, lakini mtu ambaye ana akili za mazingatio. Na maneno haya ya kwamba mtu mwenye kuijali dunia asijali mambo ya akhira si mwenye akili timamu, haya si matusi, ni maneno yaliyopita katika vipimo na falsafa, maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kumalizia, hatua ya kwanza ni mnukuu mwanachuoni Abdullah ibn Alawi al-Haddadi alivyotuambia na kutukumbusha katika maneno yake, wama hadhihi dunya bidari iqamatin, haikuwa hii dunia kwamba ni nyumba ya makazi tena ya milele mtu kuwa ndio kashafika. Wama hiya illa katariqi ila alwatan, haikuwa ni lolote dunia hii ndugu zangu, isipokuwa ni kama njia na mahala pa kupita, ambapo mtu sasa yuko safarini anaelekea kwao. Na sisi ndugu zanguni tuwe na yakini na tufahamu kwamba hapa duniani si petu, ni mahala pa kupita, na tunaelekea palipo petu ambapo ni mahala pa kuendelea na maisha ya milele. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atufanyie sahali na atuongoze katika kheri, na atupe umakini na tupambane na nafsi zetu ili tuweze kuyajali
mambo yenye maslahi na sisi hapa duniani, na hasa yale ambayo yatatutengenezea mahusiano mazuri na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa nisimame, taendelea kuambizana katika hatua inayofuata. فالله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي مرة أخرى بتقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المتقين آمين. watukufu katika imani, kwa mara ya pili hii nitumie nafasi kumweka mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumshukuru sambamba na kustaka rehema zake zimfikie kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu katika imani, nafasi hii tuliyoipata sisi ya kuweza kuhudhuria mahala patukufu kama hapa ni nafasi adhimu mno. Tunapofika katika maeneo kama haya, tuhudhurishe nafsi zetu na nyoyo zetu na tukithirishe kumuomba sana Mwenyezi Mungu nusra na kumuomba kheri za dunia na akhira. Watukufu katika imani, nasaha za pili ikiwa ni mahala pa kuongezea maneno mafupi yaliyotangulia katika upande wa nasaha zangu, nisimame na hadithi ya Mtume Muhammad inayotufahamisha kuizungumzia anwani na nukta ambayo nimeitanguliza kwenu ya kujitahadhari na kuchukua tahadhari ya maksudi kuiepuka fitna ya ulimwengu. Na linawezekana jambo hili ndugu zangu, linawezekana kwa sababu tuna historia za wenzetu ambao walisimama sawasawa kudhibiti nafsi zao, ikawa dunia inawakimbiza wao na haikuwapata. Leo tukiwataja hao watu pamoja na vyeo walivyopewa ambavyo ni fitna, pamoja na mali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizowapa ambazo ni mtihani wa ulimwengu, lakini walisimama sawasawa. Na leo tukiwataja sisi tunalazimika kusema radhiyallahu anhu. Kwa hiyo inawezekana mwanadamu ukamuomba Mwenyezi Mungu, ukajitahidi na kufanya azma ya kujibadilisha, ukasimama sawasawa, kutokujali yale mapambo ya ulimwengu ambayo ni sehemu ya kukufitinisha wewe, na ukasimama sawasawa na Mwenyezi Mungu akuongoza mpaka mwisho wa pumzi zako. Hili tumuombe sana Mwenyezi Mungu. Mtume wetu Muhammad, miongoni mwa mikakati yake katika maisha ya ulimwengu haya, kwa jinsi alivyoweza kuyafahamu kwa kina, Mtume akawa analia sana kumuomba Mwenyezi Mungu, analalamika sana. Miongoni mwa maneno yake na maombi aliyomuomba Mwenyezi Mungu, kwanza alimuomba amwepushe na sifa za ajabu ajabu, sifa za ovyo. Anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli, Mwenyezi Mungu naomba hifadha, nataka hifadha, unilinde Mwenyezi Mungu na sifa na tabia ya ubakhili. Tabia ya ubakhili, watukufu katika imani, si tabia nzuri ya kujipamba nayo Muislamu. Lakini Mtume akasema wa a'udhu bika min al-jubn, na nakuomba hifadha Mwenyezi Mungu nilinde na uoga. Kiongozi kuwa na hofu, pengine kuwaogopa viumbe, ni tatizo pia katika maisha ya mwanadamu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba hifadha, akasema wa an uradda ila ardhil umri, na naomba hifadha Mwenyezi Mungu
kunirejeza katika umri dhalili, kuwa na miaka mingi mwanadamu. Kwa sisi umma wa mwisho, ummati Muhammad, ambao tumekadiriwa miaka michache 60 70, kwa wachache kufikisha 100, lakini ni hatari mwanadamu kufikisha miaka 150 120. Ni hatari, anaweza akasababisha fitna hapa duniani, akaondoka yeye, akaiachia familia matatizo na fitna, na wengine wakakosa raha. Mtume alikuwa anaomba haya, lakini katika mahali ushahid, jambo ambalo Mtume ameomba hifadha na ulinzi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasema wa a'udhu bika min fitnati dunya wa adhabi al-qabr, na naomba ulinzi na hifadha Mwenyezi Mungu, unikinge, uniepushe na fitna za ulimwengu. Ulimwengu una fitna. Ulimwengu huu, ndugu zanguni, sisi binadamu, hasa watu wa sasa, ulimwengu huu ambao una mambo mengi, ulimwengu wa kidigitali, ulimwengu unaopatikana kiganjani, tumejisemea wenyewe, ni ulimwengu wa matatizo, ni ulimwengu una fitna kubwa. Na hasa fitna zetu zinasababishwa na mambo ya mamlaka na madaraka na vyeo. Mwanadamu anaweza kumhusudu mwenzake na kumfanyia hasadi za makusudi na kufanya juhudi za kila aina kwa hali na mali kuhakikisha mwenzake anaharibikiwa. Lakini nini? Anaikimbiza dunia ili afanye anayoyataka. Mtume anatuambia inna ad-dunya hulwatun khadra. Lakini Mtume anasema mbele ya hadithi hii niliyotanguliza, wa inna Allaha mustakhlifukum fihi. Mwenyezi Mungu amekuwekeni, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametuleta hapa duniani baada ya wenzetu waliopita. Kuna watu walipita kwa wameishi maisha marefu kabisa, na wengine walikuwa na ukunjufu wa hali. Na sisi vile vile Mwenyezi Mungu ametuachia nafasi hapa ulimwenguni, tusimamie majukumu yetu na mambo yanayotuhusu, yanayoweza kutusaidia na kutupa sababu ya kupata msaada katika maisha yajayo. Lakini Mwenyezi Mungu fayanzuru madha ta'malun, anatuangalia tunafanya nini hapa duniani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam dunia hii akasema fattaqud dunya, tahadharini na ulimwengu na fitna zake, wattaqun nisa, na pia tahadharini sana, mchukue tahadhari na hawa ndugu zetu waliotuzaa, mama zetu, wanawake. Wana fitna kubwa hapa duniani. Mwanamke hata ukiwa umemuoa, inaweza ikawa sababu ya kishawishi kikubwa kabisa cha kukutoa wewe katika mstari wa sawasawa. Vijana wa mjini wanasema wakakutoa katika reli. Pengine wewe ukawa si mtu wa dini kwa sababu ya kuangalia taa ya mwanamke, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumtii mwanamke ni sababu ya kupata majuto. Sasa Mtume anatuambia kwamba tahadharini na ulimwengu. Ulimwengu huu, ndugu zangu, ni mahala pafupi sana, na ulimwengu huu thamani yake ni thamani ndogo ukilinganisha na vitu vidogo ambavyo vimeelezwa, lakini vina thamani kubwa. Ya kuzungumza ni mengi, lakini katika nafasi ya mimbari hii haitaweza kutosha, lakini tutosheke na yale ambayo nimeshayatanguliza, na tumuombe Allah tabaraka wa taala ayaweke kwenye yakini zetu na nyoyo zetu, na tuyafanyie kazi katika maisha yetu ya kila siku. Jambo lingine adhimu ni jambo la kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad, ikizingatiwa kwamba tuko ndani ya tarehe ya mwanzo, kama nitakuwa sikosei, kwenye mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa hiyo tumsalie sana mtume Muhammad, tuhudhurie sana katika hadhara za kusifiwa na kutangazwa mtume Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالصلاة فأقيموا الصلاة.